Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Hebu acha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Nakumbuka watu wengi hawafahamu kwa ajili ya maandiko haya. Hawaelewi mipaka na mistari ya kujisimamia. Ni kweli tumerithi dhambi hizi, dhambi za asili tumezilithi. Ukirithi dhambi ya asili, na wewe unapigwa kwa sababu ya makosa ya baba yako. Unapigwa kwa sababu hujitambui. Anasema Mungu, nitawapatiliza wana kwa ajili ya makosa ya baba zao. Ni Mungu anasema hivyo. Na sisi tunahesabiwa kuwa wenye dhambi kwa sababu ya dhambi za Adam na Hawa. Lakini wewe umezaliwa na Adam na Hawa? Sijui kama unaelewa. Wewe kuzaliwa kwako ni kwa Adam na Hawa au ni kwa wapi? Ndio maana haya mambo yote yanatutesa, kwa sababu ya kuvuta mambo yanayokuhusu au yasiyokuhusu. Kuna wepesi unaweza ukatokea, na kuna mpenyo unaweza ukatokea, na kuna njia rahisi inaweza ikatokea. Lakini je, haya mambo yote yanayokupata umeyavuta kwa sababu unafahamu? Elewa ahadi za Mungu na ujipange kwa hizo. Usisingizie kwamba kinachotufanya tuteseke ni dhambi ya Adam na Hawa. Usisingizie. Mungu alimwambia Adam hivi, kama utakula tunda hili utakufa. Alisema Mungu, ukila hili tunda ugocha, yani utakufa, you will die. Lakini sasa angalia ratiba za Mungu zinavyokwenda. Mungu amesema nini? Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, Biblia imeandikwa hivi: na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale viumbe vya baharini, angani, nchi kavu, na viumbe vyote vinavyotambaa katika nchi. Hayo ni mambo Mungu ameyatenga manne: baharini, angani, hapo, na nchi kavu, na vitu vinavyotambaa. Mungu ameweka hivyo kwamba ametueleza tukatawale. Mwisho alivyomkamilishia Mungu kumpa mamlaka mtu wake, akamchukua akampeleka, akamwambia, nenda hapa, nimekuweka katika bustani hii, ukailinde, ukaimiliki na kuilima na kuitunza. Kilichotokea, Mungu alimpa mipaka: kula kila mahala, lakini hapa usile, ukila utakufa. Lakini huku ameshapewa mamlaka yake. Kama ni nyoka ameshapewa sumu ya kuua. Kama ni binadamu ameshapewa akili ya kuishi muda mrefu au mfupi. Kama ni kuolewa, Mungu ameshasema mtaoana. Kama ni kuzaa, Mungu ameshasema mtazaa. Pamoja na kwamba ukila tunda utakufa, lakini huwezi kufa bila kuzaa. Ukifa bila kuzaa umetaka mwenyewe. Ndio maana Adamu na Hawa walipokula lile tunda hawakufa. Maana agizo la kwanza la Mungu sio kufa.
ni wewe mwenyewe kutokuzingatia mamlaka na maagizo Mungu aliyoyapanga. Kufa hatukuzuii usife, kwa sababu una kiu ya kufa. Una kiu ya kuishi, ishi. Lakini elewa maandiko yanavyosema, ninakuumba kwa mfano wangu, ukatawale na kumiliki na kuvitiisha, sio ukafe. Kwa hiyo ukichagua kufa ni chaguo lako la kwanza kwako, lakini swala la kufa sio chaguo lako la kwanza. Pamoja na wale watu kutokuelewa ufahamu, walipokula tunda Mungu hakuwaua kwa sababu mioyo yao hawakusikia kufa, kwa sababu sio chaguo la kwanza. Chaguo la kwanza ni kutawala, kumiliki na kutiisha. Walikula, lakini badala ya kufa, kilichotokea walijiona wako uchi. Hicho hakikuandikwa kwenye Biblia kwamba mtakufa. Hiyo chani bepona, wakajikuta wako uchi. Hebu soma maandiko mahala popote Mungu alipokuwa akisema kama kuna mchanganyiko, kila tundo utakuwa uchi. Kule kuwa uchi ni aibu kwako. Wenzako wanakuja wamevaa, wewe uko uchi. Alafu una maipsi yako, una kitambi chako, una ndevu zako, wenzako wamevaa, wanatembea, halafu wewe wenzako wamevaa gauni, ila wewe huoni kama uko uchi. Mwenzako anatoa sadaka, wewe unasikilizia tu. Mwenzako anatoa mbegu, wewe huna cha kutoa. Mwenzako anatoa zaka, wewe huna. Leo nakomesha kwa jina la Yesu Roho. Si kwamba haupendi kumtolea Mungu, unapenda kumtolea Mungu, lakini shetani anakuumiza sehemu ya mapato, unakosa cha kuvaa. Inua mkono wako juu, hebu sema, ewe roho, ninakupoteza katika eneo la maisha yangu, kunivua heshima yangu, potea kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri ya shangwe. Si kwamba huwezi, upendi, unapenda tu. Hebu angalia binadamu alivyo. Sasa tunakwenda kwa Yesu. Hebu sema, tunataka kumchukua Yesu mwenye mzima, mwenye jina lake. Si useme kwa nguvu, mwenye jina lake. Mwenye jina alitema mate kwenye udongo, alafu akatengeneza tope. Huyo ni mwenye jina. Akamtupia mtu kipofu, mwambie huyo ndio mwenye jina. Na huko mbele, huko nyuma unafundishwa hivi, usitumie maji, usitumie mafuta, usitumie chumvi. Mwenye jina, mwenyewe mwenye jina alitema mate chini, mwenye jina lake. Acha sisi tuliopewa hilo jina, mwenye nalo. Acha kuwasikia watu wahuni. Hiki kizazi kimeshaharibika. Yaani usishangae ndugu yako akakuua na wewe ukaingiliwa na roho ya kumuua ndugu yako. Kama watu wanashindwa kuelewa, kwa nini usitumie jina la Yesu tu? Utafikiri wanalipenda hilo jina. Mwenye jina lake mwenyewe ametema mate chini. Mwenye nalo mwenyewe katema mate, katanganya tope, alafu kamwekea mtu, kamwambia nenda kanawe. Mwenye jina anaweka matope, alafu mwenye jina anamwambia chukua safari ya kusafiri. Mwenye jina kanawe maji kwenye birika. Mwenye jina lake huyo, mwenye jina ni mwenye jina lake. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie huyo ndio mwenye jina lake. Ndio maana Yohana akasema, mimi ni sauti ya mtu aliyaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake.
Yaani watu wengi huwa wanahisi kwamba eti ukishamwamini Yesu basi ukamkataa bendera unaomba unatendewa. Utasubiri. Yaani ukiwa na mashaka na mimi, na Mungu anakuwa na mashaka na wewe. Yeah. Yaani ukishanishtukia na Mungu anafanya nini? Anakushtukia. Ukitaka kujua, chukua tu siku moja, nenda kwenye nyumba ya mtu mwenye watoto, alafu kamwambie mzazi kawaponde watoto wake wote. Uwaponde, alafu jiweke mbele wewe. Uone kama utapata nafasi hata ya kukaa sitting room. Hivi unamjua mama aliyefanywa operation kwa mtoto wake? Unafahamu mtu aliyeteswa msalabani kwa ajili ya mtu wake? Alafu mtu akasema, baba umenifia mimi, niko kwako na kutumikia. Alafu anaanza kumtangaza Yesu aliyekufa msalabani akafufuka. Alafu anaanza kusema, Yesu huyo sana kutangaza, sio, anatumia chumvi, anatumia maji. Mbona unampinga? Wewe ndio umemtuma. Si imeandikwa huko kwenye maandiko kwamba utatenda hivi? Mimi ni maandiko au mimi ni hai? Mimi ni hai, ndiye niliyekufa nikafufuka. Ni hai na niko ndani yenu tena. Ndugu mtazamaji wangu katika Yesu Kristo, nachukua nafasi ya kipekee sana kukushukuru kwa kutoa muda wako wa kunisikiliza na kumsikiliza Roho Mtakatifu alivyokuwa akitubariki mimi na wewe. Karibu sana siku nyingine tena kama siku hii ya leo. Tuendelee kushirikiana mimi na wewe kubarikiwa katika Kristo Yesu. Ninazungumza kutoka katika ofisi ya kanisa letu makao makuu jijini Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa. Ndipo kanisa letu kuu lilipo. Lakini kwa kweli napenda kukushirikisha baraka hizi ikikubariki. Makanisa yetu yapo katika mikoa yote na wilaya zote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu akubariki. Ikikupendeza kutembelea katika makanisa yetu, kokote utakakokuwa unatamani kupata mafundisho ya kanisa letu, unaweza kuuliza Kanisa la Ufunuo. Mahala popote lilipo utapata maelekezo. Lakini hapo chini kwenye skrini yako unaweza kuona namba za simu zikitembea. Unaweza kupiga simu. Ukipiga simu utapewa maelekezo kwa namna ipi unaweza kufika katika kanisa letu la Ufunuo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.